Hapa tumefungua business incubator ya takriban miaka 6 sasa. Ni kati ya business incubator ambazo zinafanya vizuri sana Tanzania. Na lakini sasa labda ndio the best, kwa maana ya tunapoenda kwenye mashindano vijana wetu wanashinda, kwa labda hiyo inawezekana kielelezo. Lakini sisi tulikuwa tumejiwekea kielelezo tofauti. Na kielelezo ambacho tumejiwekea sisi ni makampuni mangapi yamesajiliwa kabisa na yanalipa kodi. Ndio kwa tumejiwekea kama viashiria vya mafanikio, zile KPIs. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumefanikiwa tumefikia vijana zaidi ya 8,000, lakini kuna vijana 1500 wameshawasilisha mawazo yao na kadha wa kadha, na tunawachukua. Na mpaka sasa hivi biashara ambazo zimeshaanza zaidi ya biashara 50, lakini biashara ambazo zimesajiliwa kuendana na viashiria vya mafanikio tuliojiwekea ni makampuni 12. Na nasema makampuni 12 labda tu nikupe mfano. Kampuni moja ni ya utalii, na huyu kijana sasa hivi ana Land Cruiser 2 mara mwisho nilikuwa naangalia. Mfano mwingine ni kijana mmoja anauza uji na unga wa uji. Mwaka uliopita wa masomo, kijana alipata zaidi ya milioni 200 kwa biashara zake, lakini kupitia grants mbalimbali. Anaenda mashindano, anashindana, anapata fedha. Kwa hiyo nijaribu kuonyesha tu kwamba makampuni ambayo tunaongelea ni makampuni hasa ambayo yanaendana, ambao wakiingia kwenye soko wanashindana kama kampuni nyingine. Na mpaka sasa hivi tunaona kuna mwenendo mzuri. Na moja kati ya jitihada ambazo tumefanya kama chuo, tumejenga maduka ndani ya chuo. Tumejenga maduka 4-5 ya kimkakati ambayo haya yanaendeshwa na wanafunzi tu, ambao yanatoa huduma mbalimbali kwa wanafunzi. Lakini nje ya chuo tumejenga maduka ya kutosha, na tumetenga baadhi kwa ajili ya hawa wanafunzi ambao tukishaona sasa wako tayari kwenda kupambana na maisha, badala ya wao kwenda mbali labda wakakwama, tunahakikisha kwamba wanabaki na sisi ili tuendelee kuwalea walau kwa muda kidogo mpaka wao tayari kabisa kupambana huko. Sasa katika kufanya hili, serikali kupitia mradi wa HEET, kuna mradi unaitwa Higher Education for Economic Transformation. Nadhani mzamo kama umeshausikia. Huu ni mradi ambao serikali hutengeneza kwa ajili ya kuongeza, kuboresha na kuendeleza elimu ya juu, vyuo vya elimu ya juu, vyuo vikuu na vyuo vya kati, lakini ikilenga kwamba kuhakikisha kila mkoa unafikiwa wakati huu. Sasa sisi kwa upendeleo mkubwa sana na upendo wa hali ya juu wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, tunamshukuru sana. Sisi chuo tulipewa bilioni 48. Na hizi bilioni 48 zimekwenda Arusha, kampasi yetu ya Arusha, makao makuu pale, Babati na Songea. Na pamoja na kujenga hii miundombinu, lakini tunachojaribu kukifanya ni kutengeneza kozi zinazoendana na mahitaji yanayoendana na uhalisia wa kiuchumi na kijiografia. Kwa hiyo kozi ambazo tunategemea kuzianzisha, kwa mfano kampasi yetu ya Songea, ni kozi ambazo zinaendana na mahitaji na mategemeo ya watu wa Songea. Sasa kiasili sisi kama chuo tuko kwenye upande wa fedha na biashara na uchumi. Kwa hiyo hatutokwenda shambani, labda useme Songea ni wakulima, hatutokwenda shambani moja kwa moja, lakini sisi tutakaa nje ya shamba, tutakaa katikati ya shamba na soko, kwamba vijana wetu vitu vishatoka shambani, mathalan viazi vimeshatoka shambani. Sisi tutawafundisha vijana wetu kuchukua vile viazi na kuprocess, labda kutengeneza crisps, kufanya packaging vizuri, kufanya masoko na kufikisha sokoni, na kupata zile hela, kuongeza mtaji, kupanua biashara, kulipa kodi kwa ajili ya vijana wengine na kuendelea kukua. Kwa hiyo ndio sisi tumejijenga, tumejipanga kujiweka hapo sisi kama chuo. Moja kati ya changamoto ambazo vijana wengi wamekuwa wakizikumba, ambapo ndio hiyo dhana ya kujiajiri na kuwa ngumu kidogo, ni kuwa labda na ujuzi fulani mahususi, labda mtu anajua kuchomelea au anajua
kupaki vyakula, wanajua kutengeneza viatu, lakini asipate elimu ya fedha, elimu ya rasilimali watu, elimu ya masoko, elimu ya social media na kadha wa kadha. Kwa sisi tumejipanga kwamba kuhakikisha kwamba vijana wanapata tunasema degree 360 ya elimu, kuanzia ule ujuzi unaohitajika labda kwa mfano huu unaotolea jinsi ya kuchagua viazi vizuri na kuviprocess mpaka kuvipaka. Lakini hiyo haitoshi, lazima ajue kuangalia masoko, lazima ajue nyakati za masoko, maeneo ya masoko, jinsi ya kufika sokoni, jinsi ya kupata mitaji, na ile mitaji jinsi ya kuisimamia vizuri, jinsi ya kukuza kama ataajiri watu, jinsi ya kuwasimamia kama timu, rasilimali watu na kadha wa kadha. Kwa hiyo tumejikita kuhakikisha kwamba tunatoa degree 360. Sasa katika kushirikiana katika kufanya kazi sisi kama chuo, lazima tushirikiane na sekta mbalimbali. Tarehe 9 Mheshimiwa Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi alizindua mpango wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba sisi kama taasisi, kama vyuo vya elimu, hatui mbali na sekta zenyewe ambazo tunadili nazo. Ni kuhakikisha kwanza mitaala yetu inaendana na mategemeo. Kwa hiyo tunashirikiana kwenye kutengeneza mitaala na kwenye kuisha ile mitaala. Lakini pili, hata wale wakufunzi wetu na watumishi wanaendana na ule uhalisia. Kwa hiyo mtu asibaki kuwa labda mwalimu kwa muda mrefu akapoteza ule uhalisia.